Jambo limefika hapo, kulikuwa na udhaifu nyuma. Ili jambo lilikuwa sio la kufika kwa waumini, lilikuwa jambo la kusave kabla hajafikia kwa waumini. Kwa jinsi nilivyolifuatilia mimi na nilivyoambiwa, ni jambo la muda mrefu sana limesurround, lakini mmeshindwa kulizuia. Sio kwamba kila kiongozi atakuwa msafi, kila kiongozi ana makando kando yake. Tukisema tuyaweke kila kiongozi hapo, basi dini atakuja atawale malaika, hata nchi atatawala malaika. Lakini la msingi tujiziwie sana, kuna baadhi ya mambo tunaweza tukajizuia. Tujiziwie yasijitokeze yakavunja brand ya dini. Kwa hiyo mimi nikupe pole sana mama, na kama upo hapa Dar es Salaam, mimi Sheikh Mwaipopo njoo, tutakusaidia. Hatukusaidii kwa fitina, tutakusaidia kwa uwezo Mungu aliyotujalia kama watu wa dini, kama watu wa Mungu. Hatukuiti uje tukusaidie kwa fitina, tukumsaliti Sheikh Walidi, hapana. Tutakusaidia kwa vinavyowezekana. Na mimi ni walaumu baadhi ya viongozi wa dini. Ili jambo mbona huyu mama mlishindwa kukaa naye toka mwanzo ili mlimalize kwa njia vikao? Jamani, kweli ni aibu hii. Ni aibu tunajizalisha hata kwa viongozi wa Waislamu wenzetu walioko serikalini, kwa Waislamu wenzetu wako wapi nje ya nchi. Wanatutalau sana Waislamu wa Tanzania. Tunazalilika sana. Hii ni aibu. Viongozi wa dini mlishindwa kulimaliza hili mpaka litoke nje. Mlishindwa. Huyu mama aliwashinda kuliziwia hili. Nyinyi wenyewe mnasema ni la siku nyingi, mlishindwa kuliziwia hili. Kwa hiyo hapa ndipo tunapoona tunafeli kwenye nafasi hii ya kutendea haki uongozi. Tunashindwa. Lakini ni jambo ambalo halipaswi kuungwa mkono wala kufurahiwa kwa mzazi yoyote. Mimi ni mzazi na mtoto wa kike. Je, na mimi mwanangu akifanywa vile nitajisikia amani? Tuwe wa kweli na dada zangu akifanywa vile nitajisikia starehe? Na mimi ni baba, ni mzazi na mke na watoto. Tuwe makini sana katika maisha. Uislamu umetoa nafasi ya kuoa wake paka 4. Nafasi ya dini. Kwa ndugu zangu waandishi, nimekuiteni hili na nimesema hapa, siwezi kumdhalilisha Sheikh Walidi wala kumkashifu. Na nimelisema hili kwa sababu limetoka kwenye vyombo. Lingekuwa lijatoka mimi nisingalisema hapa. Kwa sababu ni dhambi na ni dhuluma kutoa aibu ya Muislamu mwenzako. Ni dhambi. Kwa hiyo mimi niombe sana, nimesikia na Sheikh wa mkoa wa Kigoma naye katumbuliwa. Na Sheikh wa mkoa wa Singida naye katumbuliwa. Jamani, pimeni. Mimi naambieni ukweli, pimeni sana. Hawa viongozi mnaowapa mamlaka ya kuongoza Waislamu, pimeni sana. Hivi mliwahi kusikia wapi askofu wa Katoliki ametumbuliwa? Tuulizane Sheikh, unajua hivi vyeo vya dini sio kama vya kisiasa. Vyeo vya dini ni wito. Huwezi kuwa kiongozi wa dini kwa sababu tu unajua kusoma Kiarabu, basi wewe shekhe. Hapana. Uongozi wa dini ni wito kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Matendo yako yaendane na yale unayofundisha watu. Mliwahi kusikia hata siku moja kanisa Katoliki limemtimua mtu kwamba wewe sio askofu kuanzia leo? Hapana, linaangalia katika wale mapadri. Wale mapadri linaangalia mapadri wale ambao wameshiba imani, wana uwezo wa kulinda imani ya Katoliki. Wewe padri. Mapadri wahuni wapo. Labda tukuelezeni wapo. Lakini hawapewi nafasi za juu. Wanakuwa chini wanaongozwa. Na wamesoma, wana madegree, lakini wanakuwa chini wanaongozwa. Wachungaji ama kanisa ya Kiluteri, Anglikana, Moraviani wana migogoro chungu mzima, lakini wanamaliza mambo yao kwa njia ya vikao. Huu ndio ukweli. Tujifunze kumaliza matatizo kwa njia ya vikao. Sio mpaka usubiri mtu akavuliwe nguo kule. Akavuliwe nguo. Mimi nao nani moja hapa nilitoa. Kuna askofu mmoja anasema sana serikali, sitaki kumtaja. Mama mmoja alijitokeza kule Arusha akasema mimi amenizalisha watoto 2. Na watoto wake kafanana nao kwa kweli. Lakini ile klipu waumini wote waliificha na wakakataa kuitoa. Mimi ninayo. Na walikataa kuitoa kwa heshima ya baba askofu na heshima ya kanisa. Na wakakaa wakayamaliza. Sasa hivi mnafikiri kwamba viongozi hao ni malaika? Sio malaika watakatifu kwa sana. Wana makando kando. Lakini ndio maana kuna kitu siri ya uongozi. Tujitahidini sana kwa tunafunika mambo yetu. Yaani tunajizalilisha sana. Juzi nisikia kisa anasemwa kule. Nini? Na tujaribu kuwa na urafiki na watu. Tatizo linalo nimalize nalo ndugu zangu, ni kiongozi wa dini upasi kuwa unajisikia mara utaki kupokea simu za watu, kibia niko kwenye kikao. Nini? Kiongozi wa watu ni rafiki wa maskini. Na ndio maana Yesu Kristo alikuwa anakaa na maskini sana.
Haki ya Mungu, Yesu alikuwa anakaa na maskini. Ndio. Alikuwa anakaa na maskini. Mpaka siku moja Yesu akasema mbweha wana pango, ila mimi mwana wa Adamu sina pango. Ina maana Yesu hata pa kulala alikuwa hana, alikuwa ni maskini kabisa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aya ilishuka Abasa watawala. Mnajua nyinyi mashehe. Alikuwa amekaa na matajiri, kaja kipofu, mtume akakunja uso. Mungu akamkemea akamwambia wacha. Usibabeke na watu wenye pesa, babaika na watu maskini wenye uchaji wa Mungu. Kwa tupunguzeni tunapopata vyeo vya kiimani. Alafu mbona mjifunze hata kwa viongozi wa serikali shehe? Mbona viongozi wa serikali sometimes wanawapokea watu, wanawasikiliza watu, wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa, ama waziri, mpaka rais anasikiliza watu, waziri mkuu anatembea anasikiliza watu. Nyinyi mashehe ni kina nani? Hii nchi ni manani mashehe? Sijawahi kuona hata shehe mmoja kafanya ziara kutembea mkoani kwake, msikiti kwa msikiti, wilaya kwa wilaya, anasikiliza matatizo ya Uislamu. Hakuna. Kazi yetu kusikiliza fitna na majungu. Sasa mimi na hii nalizungumza kwa ujumla, simlengi mtu, hata mimi nikiwemo. Na kuhusieni na kuhusia nafsi yangu, tumche Mwenyezi Mungu. Kuna maisha ambayo ukishachagua ya dini basi yakukute mambo kwa bahati mbaya. Huwezi kuwa shehe kiongozi wa dini, wewe upokee simu za watu. Unaongoza watu gani sasa? Wewe unaongoza matajiri tu. Yaani ukiona simu ya tajiri au ya kiongozi wa nchi ndio unafanya mheshimiwa za siku. Hata akija mtu kimuona kavaa ovyo ovyo, umchangamkia, nimesikia salama, asante bwana. Ukiona mtu amekuja na gari taji, sasa karibu shehe. Karibu kichwa, nimekusubiri muda mrefu. Hii namna hii haileti manani. Tubadilike viongozi wa kidini. Tubadilishe taswira yetu. Najua mtachukia. Mie chukieni tu. Mimi sipo kwenye dini kwa ajili ya kumfurahisha mtu. Nipo kwenye dini kwa ajili ya kumfurahisha Mungu. Hata maneno ya siasa yatakuuzeni, yatakuuzini tu. Sema yule anajifanya anajua. Msiseme najifanya anajua. Angalia ninaloliongea lina ukweli. Kama lina ukweli, hebu ipime nafsi yako. Waandishi, mimi na maneno mengi sana ya kusema leo, lakini mimi naomba niishie hapa. Lakini Zito, nenda ukajitafakari kama unafaa kuendelea kuwa mwanasiasa. Ufai, sio mkweli, ni kizabizabina. Zito ndumila kuwili, Zito after money. Naeleza wazi, Zito ni after money. Sio mtu wa siasa. Unatafuta maslahi yako. Umekuwa miaka zaidi ya 10 Kigoma, hakuna ulichokifanya. Ni fitina, tuna majungu na kupiga. Basi, mtu wa kula tu. Basi. Wenzako kule Zanzibar, angalia wale wanasiasa wa Zanzibar, wanajenga Zanzibar yao. Wewe umefanya nini kubara? Umefanya nini kule Kigoma? Ukifika hata shilingi 10 kumpa mpiga kula wako unamnyima. Unaingia usiku, unatoka usiku. Una lolote? Kudanganya watu tu basi. Kwani mimi sikujui Zito? Nakujua vizuri sana. Nakujua. Kilichokutoa Chadema ni nini? Walikutuhumu na nini? Chadema ulitoka kwa ugomvi gani? Tuambie. Leo nakuja, Samia mtoe huyu, mkamate Mwaipopo. Mimi sina hatia hata mbele ya Mungu. Atakeni kamatane nionea. Na nani hujumu. Na Mungu atakutana naye. Mimi ni mtu safi kabisa, sina makando kando. Akaunti yangu hata milioni 50 haina. Mbona gari natembelea kimaskini. Hivi mtu mwenye hela anaongea na rais anatembea na Alphard. Alafu anakaa Uswazi. Gari haingii paka ndani na lala barabarani. Kweli? Pimeni ya kuongea Zito, pima. Mungu awabariki sana waandishi.